basi wala hatutaumia. Haya mambo ni mepesi kwa kufuata maarifa. Ndio maana hata Allah subhanahu wa ta'ala anasema inma yakhsha Allah min ibadihi alulama katika surati Fatir, hakika si vinginevyo wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala, wanaomuogopa Allah kweli ni wasomi. Na ndoa ni sehemu ya ibada, tena ibada kubwa. Kwa hiyo wasomi, hasa wasomi wa dini, ndio wanajua mambo haya, kwa sababu ndoa ni taasisi ya Mwenyezi Mungu. Hawawezi kujua watu wengine zaidi ya wasomi wa dini, mashehe. Mara nyingi sisi tukitaka kuoa shehe tunamfanya wa mwisho, alafu unataraji matokeo mazuri. Sasa katika hii kanuni yetu 3-3-3, huenda Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuitumia hii tukafikia mafanikio. 3 ya kwanza hapa tunaangalia malengo. Tulio wengi tukiulizwa kwa nini unataka kuoa, majibu mara nyingi tunasema ananipenda, nampenda. Unajua maana ya upendo? Tulio wengi hatujui maana ya upendo. Au mwingine kipindi cha nyuma kidogo, bwana nataka kuoa vipi? Bwana nikirudi nakuwa na rundo la nguo, kwa napata tabu kwenye kufua. Anaoa kwa sababu mke amfulie nguo. Sasa wewe ili ndoa yako ifanye kazi, huyo mke awe dobi. Akiwa hana sifa ya kufua nguo, tayari mgogoro. Mwingine anaoa anakwambia bwana nachelewa kurudi nyumbani, sasa nikirudi geti wamefunga, bora nioe bwana. Kwa hiyo anaoa kwa ajili mke afungulie geti. Sasa huyu ndoa yake ili mechi ya moyo mlinzi. Akimwoa mwanamke ambaye hawezi kuamka usiku kufungua geti, tatizo. Lakini mwingine anaoa kwa sababu kachoka kula katika vibanda vya mamantilie. Sasa huyu ili ndoa yake mechi awe mwanamke mamantilie, akioa mwanamke asiyejua mapishi ni tatizo. Sasa Qur'ani imekuja kudhibiti malengo, kwa kuwa hili jambo la Mungu na Mungu akalidhibiti. Katika sura ya 30 aya ya 21 Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Na miongoni mwa alama za uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala na ilmu yake isiyokuwa na mipaka ni kukumbieni wenza wenu kutokana na nafsi zenu. Kwa ajili gani? Litaskunu ilaiha, ili mpate utulivu kwao. Ina maana mwanamke kumbe Mungu amemuumba ili alete utulivu katika ulimwengu. Sasa leo sisi tulio wengi tunahisi mwanamke ndio kaleta machafuko katika ulimwengu. Sio makusudio ya Mungu. Mungu kamuumba ili alete utulivu na kisha akajalia mapenzi na huruma. Ina maana aya hii inatuonesha malengo makuu ya ndoa ni matatu: utulivu, mapenzi na huruma. Hapa ndio tunapata 3 ya kwanza: utulivu, mapenzi na huruma. Na baadhi ya vijana huwa wanafikia malengo, lakini kwa kuwa hawajui, yule mwanamke hatimaye anakuja anamwacha au anaachana, anamtafuta mtu mwingine. Eti yule mwanamke kwa kuwa hana cheche, hana shepu fulani ambayo anaitaka yeye. Iliwahi kutokea miongoni mwa marafiki zetu, alioa mwanamke darasa la 7. Sasa yeye kamaliza chuo kikuu. Sasa akawa anapata tabu akiwaleta marafiki nyumbani kumtambulisha au vipi darasa la 7. Akawa anajisikia ni udhalili. Hatimaye akamwacha yule mwanamke, akaoa mwanamke anaendana level ya elimu. Kilichotokea baadaye, utulivu haukupatikana nyumbani, na yule mwanamke alipomwacha, ukiwacha tu wewe watu wanachukua, kashaolewa na mwingine. Kwa hiyo wakati mwingine baadhi ya vijana huwa wanafikia malengo, lakini kwa kuwa hawajui malengo ya ndoa wanakuja wanaharibu. Kwa hiyo 3 ya kwanza tunaangalia malengo ya ndoa ambayo yako matatu. Tunakuja kwenye 3 ya pili. 3 ya pili hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema tunkahu almar'a li 4: limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha fadhfar bidhati din taribat yadak. Muttafaqun alayhi. Hadithi imekubaliwa
na maimamu wakuu wawili Bukhari na Muslim. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema huolewa mwanamke kwa mambo manne. Baadhi yetu tunatafsiri mtume kama hii inaitwa ikhbari anil waqi', ni description of human behavior. Mtume anatoa habari, watu wengi wanaoa kwa sababu ya mambo haya, akayataja manne. Wanaoa kwa mali ya mwanamke au kwa familia yake, mtoto wa nani, ukoo wake, au kwa uzuri wake, au kwa dini yake. Sasa hii kwa dini, Mtume sallallahu alayhi wasallam hapa ndo akapiga mstari, fal bidhati din talibat yadak. Wewe sasa chagua mwenye dini, mshike mwenye dini, mikono yako itafanikiwa. Somo la balagha kuna jumlatu khabaria na jumlatu inshaia. Jumlatu khabaria inatoa taarifa tu, ndio ibara ya kwanza, limaliha, lihasabiha, lijamaliha, walidiniha. Lakini far bidhati dini jumlatu inshaia. Hapa sasa ndo kwenye amri na ndio kwenye mazingatio. Kwa hiyo tatu yetu ya pili tunaangalia mambo matatu kwa mtarajiwa wako, awe mwanaume au mwanamke. Hii kanuni naita CBV, maana yake ni character, belief, value. Character ni tabia. Hapa tunaangalia tabia yake ikoje, kwa sababu Waingereza wanasema a failed marriage is a living hell. Ndoa iliyofeli sawasawa na kuishi katika moto wa jahannam. Uzuri unaozoea baadaye, kitakacho kufanya uendelee kumwona mwenza wako ana thamani ile tabia yake. Kwa hiyo hapa tunaangalia tabia. Pili tunaangalia belief, tunaangalia imani. Sawa, Muislamu mwenzako, lakini ana imani ambayo mnashare. Ikipatikana changamoto kidogo, mnaanza kutofautiana. Huyu anataka muende huku mkapige manyanga, wewe unataka ufanye uende kwa hiyo kuna tofauti. Tunaangalia belief, tunaangalia imani. Je, imani yake iko sawa kama yako? Lakini kitu cha tatu tunaangalia value, tunaangalia thamani au hadhi au social status, ile hadhi ya kijamii. Sio muhimu sana, lakini na umuhimu katika mahusiano, kwa sababu katika sura Ahzab Allah subhanahu wa ta'ala katika aya 37 Mwenyezi Mungu ametueleza tukio la Zaid bin Haritha na Zainab binti Jahsh. Zaid bin Haritha alikuwa ni mtoto wa kulea, adopted child wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtoto wa kulea, na Mtume alimpenda sana. Tunaamini alikuwa ni mwema kiimani na kitabia. Alipotimiza umri wa kuoa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda kumposea yeye kwa mtoto wa shangazi yake anaitwa Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh alikubali kwa sababu ni amri, lakini moyo wake haukuwa na amani. Kwa nini? Aliona yeye muungwana, halafu anaolewa na mtumwa na hajapewa chaguo bali ni amri. Kwa hiyo Zainab binti Jahsh akakubali ndoa ile, lakini ndoa yao haikufanya vizuri. Ilikuwa na migogoro, na mara kwa mara Zaid alikuwa anaenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumshtakia, bwana kuna moja mbili tatu. Mtume alikuwa anamwambia amsik alayka zawjik, mshike mkeo, wattaqillah, mkhofu Allah, endelea kuishi na mkeo. Imeenda hatimaye ikawa jambo limefika mwisho. Mungu anasema falamma qadha Zaid minha watara zawajnakaha, kisha Zaid akamwacha Zainab binti Jahsh. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa amri ya Mungu akamuoa. Sasa Zainab alipokuwa ameolewa na Mtume, ilikuwa kwake ni ufahari mkubwa sana, na ikawa ndio pigo kuwatambia wake wenzake, kwamba alikuwa anamwambia nyinyi mawali wenu ni wanadamu,
lakini wali wangu mimi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ndoa yangu imefungwa juu ya mbingu 7. Kwake ilikuwa fahari mkubwa. Hatujasikia tena zile shike zile purukushani, lakini mbona alivyokuwa na zaidi purukushani zilikuwepo. Kwa hiyo pia kwa muoaji au mwolewaji kuangalia yule mtu ana hadhi gani ya kijamii. Usiende kwenye familia ambayo wao level zao za maisha ziko juu, wewe ni wa kawaida. Kuna vitu yule unaenda kumwoa hajazoea kuvifanya, unamleta kuishi katika maisha ya chini. Sidhani kama ndoa itafanya vizuri, kwa sababu yale matarajio yanajengwa kutokana na familia, maisha aliyozoea kuishi, jamii aliyotoka, na ile mtazamo wa katika nafsi yake. Sasa hivi vitu ndio vinashape matarajio ya mtu. Sasa yeye siku zote matarajio yake makubwa, wewe unamchukua unaenda kuishi katika matarajio ya chini, na ndio maana huwa inatokea huyu binti anaweza akapata jazba akaolewa na mtu kama huyu, halafu hiyo ndoa baadaye huwa inavunjika. Nilishawahi kushuhudia miongoni mwa marafiki zangu, ustadi alioa, yule mke alizaa naye watoto 2, lakini yeye ni rofa kama mimi. Wazazi wakachoka maisha yale ya kirofa, wakamchukua binti yao bila shekhe kumwacha, wakampeleka Oman, anafanya kazi mpaka leo. Kwa sababu gani? Yule ni rofa. Hivi inawezekana kwenda masikini kwenda kumchukua binti yao kwa tajiri? Ina maana level za maisha haziendani. Kwa hiyo hili la velu, thamani, hadhi ya kijamii halina umuhimu sana, lakini unapaswa ulizingatie wapi unaenda katika familia hiyo. Sasa hapa ni tatu ya pili. Tatu hii ya kwanza tumeangalia malengo matatu, tumeona katika surati Rum aya 21, lakini tatu ya pili tumeangalia imani, tumeangalia tabia, imani na ile hadhi ya kijamii. Tunaenda kwenye tatu ya tatu. Tatu ya tatu hapa sasa tunaingia katika sayansi ya mahusiano, ambaye mtaalamu katika sayansi ya mahusiano anaitwa Robert Sternberg. Yeye alikuja na nadharia inaitwa Triangle Love Theory, nadharia ya pembe tatu ya upendo. Yeye alipima upendo akaugawa katika passion, intimacy na commitment. Passion, shauku. Upendo lazima uwe na shauku, uwe na hamu. Lakini intimacy, ule ukaribu. Halafu commitment, ukusudie sasa kwamba sasa nimekusudia. Na katika commitment aya 21 Mwenyezi Mungu anasema akhadna minkum mithaqan ghaliza, wanawake umechukua mkataba mzito wa ndoa. Yani ndoa ni mkataba mzito kwa sababu ni mkataba ambao kuna haki na wajibu ndani yake. Na katika mikataba ya kiraia, mkataba pekee serikali inaingia moja kwa moja, lakini serikali haingii moja kwa moja katika mikataba mingine. Lakini mkataba huu wa ndoa serikali inaingia moja kwa moja, kwa sababu ndani kuna ustawi wa familia, kuna ustawi wa watoto, kuna ustawi wa jamii. Kwa ni mkataba mzito, mkataba ambao ukikosea unaweza ukagharimu maisha yako. Kwa hiyo hii tatu ya tatu tunaangalia shauku, tunaangalia ukaribu, halafu tunaangalia azma. Sasa katika passion, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sura ya 3 aya ya 14, Mwenyezi Mungu anasema zujina linnasi hubbu shahawat minan nisa'i wal banin wal qanatir al muqantarati min adh-dhahab wal fidda wal khayl al musawwamati wal an'am wal harth dhalika mata'u al hayati ad-dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Mungu anasema hakika wamepambiwa watu shahwa, matamanio kwa miongoni mwa wanawake, watoto, malundo ya mali,
vipando, wanyama na mashamba. Mungu akasema hayo ni mapambo ya dunia, lakini kwa Mungu kuna mambo mazuri kuliko haya. Kwa hiyo haya ni mapambo ya dunia. Ina maana kama utayafanya haya, utakuwa nayo huku unamwabudu Mwenyezi Mungu, basi wako kheri. Allah ameyaweka ili kutupima. Ukiingia moja kwa moja bila kumwabudu wewe ni makosa, lakini pia kuyapuuza wamekosea. Tumepambiwa. Kwa hiyo hapa tunaangalia shauku kumbe imeumbwa. Kwa hiyo usiingie katika ndoa hasa mwanaume isipokuwa yule ambaye anakuvutia, uwe na shauku naye. Ndio maana katika surati Nisa Mwenyezi Mungu anasema fankihu ma qala lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba', oweni katika mnaowapenda. Maana yake shauku, raghba ipo. Kuna baadhi walihisi kwamba wana imani ya maswahaba. Alisikia tu mwanamke mwenye sifa nzuri, cha Mungu mashallah, na nimeshakutana nao. Yuko kijana mmoja aliwahi kukutana na hiyo changamoto. Alioa mke, alipewa tu taarifa, jaziba ikampata, akafunga na ndoa, hajamuona kabla. Alipoenda ndani hamvutii. Siku ya pili ya tatu ananipigia simu, ananiambia shekhe, nimeangamia. Alinishtua sana. Nini? Nimeangamia nini? Akaniambia baadaye nitakupigia. Baadaye akanipa taarifa, bwana yule mtu kwa kweli hanivutii kabisa. Nikamuuliza, hakuna vitu ziada? Bahati mbaya yule alikuwa amvutii kimaumbile, kisura, lakini pia hata umri umeenda. Labda ingekuwa ni bado mbichi, huenda hata watoto wangesababisha wafungamane. Mimi kwa kweli nilimwambia usimpotezee muda wake, mwache haraka, usimpotezee muda. Nikamwambia huo ndio ucha Mungu sasa, kuliko kuendelea. Lakini hajafanya hivyo. Baadaye kashindwa kuhimili, hatimaye alimwacha, lakini alikutana na changamoto kubwa. Na moja lawama yule bibi alimpa kwamba umenipotezea muda wangu. Baadaye ndo akakumbuka maneno niliyomwambia. Kwa hiyo kuna watu wanahisi wana imani ya maswahaba. Hapana, mpaka umuone uridhike naye, kwa sababu ubongo wa mwanaume umeundwa kwa kuona, unashawishika kwa kuona. Wanawake wao wako narrow desire, wanaume ni spontaneous desire.